Hello, mambo vipi mtazamaji wa Global TV. Ripoti ni kutoka uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, na leo ni Mei 6 baada ya mbinge za dabi ambayo ilichezwa hapa katika dimba la Meja Jenerali Isamuhyo, ambapo ilikuwa ikimkutanisha Simba ambaye alikuwa mwenyeji wa mchezo na Young Africans ndio mgeni wa mchezo huo. Mchezo ulimalizika, wote bila shaka mnafahamu matokeo, sare ya 2-2. Leo tuko hapa tena kwa mara nyingine kuhakikisha kwamba tunakuletea taarifa za kimichezo. Leo tunategemea mchezo wa kibabe ambapo Simba atakwenda kumkaribisha JKT Tanzania katika dimba hili. Mchezo utakuwaje? Dakika 90 zitakuwaje? Mimi sifahamu. Tuko hapa pamoja na Global TV kuhakikisha kwamba tunakurejeshea ama tunakupenyezea yale yote yanayojiri katika uwanja, nje ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Tazama, na hivi ndivyo hali ilivyo nje ya uwanja wa Isamuhyo. Mashabiki wa Simba wako tayari katika mchezo huo, na tunafahamu namna gani vipi wanahitaji alama 3 ama pointi 3 mbele ya JKT Tanzania, licha ya mashabiki baadhi kukata tamaa za mbio za ubingwa, ambapo walitegemea mchezo wa dabi kushinda ndipo waende kifua mbele kuamini kwamba wanakwenda sasa kuwania ubingwa mbele ya mtani Young Africans. Mtani amemwacha kwa pointi 5 zile. Leo mtani pia yupo katika dimba la pale KMC Complex. Nini anakwenda kufanya anapokwenda kukutana na wenyeji wa uwanja huo KMC, ambao wao tukitazama katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wako hatiani. Nikupenyezee kidogo msimamo wa ligi kuu mpaka sasa namna ambavyo unasoma, wale wanne wa juu lakini pia wale wanne wa chini ambao wapo kwenye mstari mwekundu nazungumzia na mstari wa njano. Tukianza na Young Africans akiwa na michezo 20 pointi 48, akifuatiwa na Azam FC michezo 21 ambaye amecheza jana ana alama 43. Simba Sports akishika nafasi ya 3 huku ana michezo 20 pia vile akiwa ana pointi 43. Singida Black Stars yupo katika nafasi ya 4 baada ya kushinda dhidi ya Pamba Jiji, ambapo alishinda mchezo mabao 3-1. Pamba na kwenda kugawa alama katika dimba la Singida Black Stars baada ya muda mrefu Singida Black Stars kuto kupata matokeo katika dimba la nyumbani. Pia vile nikitazama sasa hawa wanne wa chini, unasema ukigeuza msimamo yeye anakuwa namba 1. Tunaanza na KMC ambaye atakuwa dimbani leo dhidi ya Young Africans ambaye yeye anaongoza ligi akiwa na michezo 20 alama 9. Hizo ndio ambazo wamekusanya mpaka wakati huu. Pia vile Tanzania Prison wa jela kutoka Mbeya pale. Mchezo wa mwisho nilikuwa nikitazama dabi yao dhidi ya Mbeya City, ambapo walikubali kupigwa kipigo na Mbeya City. Dabi ya Mbeya bwana huwa inanoga kweli, ambapo msimu uliopita tulishuhudia dabi ya Mbeya, Ken Gold dhidi ya Tanzania Prison. Ken Gold baada ya kushuka daraja, basi tumekashuhudia dabi ya Mbeya ambapo ilikuwa namkutanisha Tanzania Prison na Mbeya City. Mbeya City alichukulia alama 3 kwa wajela. Anashika nafasi ya 15 ya pili kutoka mwishoni. Mbeya City akiwa nafasi ya 14 michezo 21 alama 21. Yeye hapa ukienda kutazama ni sawasawa amekusanya kila mchezo alama 1. Coastal Union wagosi wa kaya kutoka Tanga nafasi ya 13 na michezo 21, na huku akiwa na pointi 22, ambapo mchezo wa mwisho walikutana na Fountain Gate katika dimba la pale Sheikh Amri Abeid Karuta, na ambapo ameibuka na ushindi wa kuchukua alama 3 mbele ya Fountain Gate. Nini haswa kikubwa ambacho kimetuleta hapa uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo? Ni kuripoti mchezo wa Simba dhidi ya JKT. Tukitazama namna ambavyo JKT hasa akiwa anatumia dimba hili la Meja Jenerali Isamuhyo, wao ndo uwanja wao wamiliki, huwa wanakuwa bora zaidi hasa wanapokutana na vilabu hivi viwili vya Kariakoo. Licha ya Young Africans kufika katika uwanja huu na kuto kupata matokeo, mara nyingi anapata sare. Simba yeye amekuwa kijipapatua na kupata alama 3, lakini magoli yanakuwa machache kweli. Utaona goli moja basi yakizidi ni mawili, kama ni mawili basi kwa moja. Leo nini kinakwenda kujiri katika dimba hili? Basi mimi ni kusihi tuendelea kusalia nasi. Global TV tuko hapa kuhakikisha kwamba tunakujuza, tunakupenyezea
taarifa zote zile za kimichezo. Nilikuwa hapa na Global TV, tuko mapema na tutaendelea kuwa hapa mpaka pale tutakapokwenda kufika tamati ya mchezo huu. Mchezo unaenda kuanza saa 12:30 katika dimba hili hapa Mbweni, viwanja vya Meja Jenerali Isamuhyo. Tunategemea mchezo wa kibabe, timu zote mbili zitajipanga vipi. Tukianza na Simba Sports Club, kikosi chake namna ambavyo wamekipanga kwenda kumvaa JKT Tanzania. Mpaka sasa nikitazama kikosi cha Simba wanakwenda kibabe kweli kweli. Golini Kasali, lakini pia Kapombe, Kibabage, Toule, Deluk, Kagoma, Ribasegae, Neo Maema, Mpanzu, Ino, Chama. Hao ndio kikosi kinachokwenda kuanza kwa upande wa Simba Sports Club. Wao wanahakikisha kwamba kikosi chao hakijabadilika sana kutokea kile kikosi ambacho kimecheza dabi. Bila shaka wanatazama mchezo huu kwa ukubwa kweli kweli na wamezingatia hilo. Upande wa JKT Tanzania nikitazama kikosi chao na wenyewe tayari washakiweka. Wanaanza golikipa ni Chalamanda, lakini pia kuna Salim, kuna Karim, Makame, Wahabi, Pasco, Najimu Musa, Machezo, Ndemla, Po, bila shaka Popita Kasunda na Kapalata. Leo hii hivyo vikosi ndivyo nimetaja vinavyokwenda kuanza, na vipo pia wapo ambao watakuwepo benchi kusubiri nani anakwenda kutoka, nani mchezo utampalia, utamzidia, atakwenda kuingia hapo. Mimi nikuache tu uendelee kutazama namna ambavyo mashabiki wako hapa, wamefika kwa wingi kweli kweli. Namuona Mnandi hapa, naye yuko hapa amefika. Tuzungumze naye mawili matatu pengine kuelekea katika mchezo huu. Naona mapema kabisa licha ya Simba malengo makubwa ilikuwa ni kupata alama 3 dhidi ya Young Africans, wakapata sare, lakini bado leo yuko mapema. Kwema? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Nandi wa Simba. Niko poa, nimeingia kwa mara nyingine Meja Jenerali. Nilikosekana kwenye dabi, nilikuwa kidogo na matatizo ya kiafya, mechi niliipania sana. Kwa nimekosa kuja kuishuhudia, lakini leo nimekuja kuishuhudia mechi ya baba mwenye nyumba na mpangaji. Wenzetu saizi baba mwenye nyumba na mpangaji, baba mwenye nyumba mpaka saizi amegoma kuchukua kodi. Amesema baki na kodi. Yaani uzuri leo kuna battle la vita nyingine. Mpangaji na wenye nyumba leo. Wote na Young Africans kule anapambana vile vile mpangaji. Nyumba. Yaani wa Kongo wote leo tuna battle ya wenye nyumba na wapangaji. Kule mpaka sasa hivi mwenye nyumba hataki kupokea kodi. Sasa tunataka kuona na sisi hapa. Je, atagoma kupokea kodi yetu? Mataka tumewaandalia hapa. Tulikuwa tunalipa milioni 100, leo tunawapa milioni 500. Je, watagoma kupokea kodi ya milioni 500? Umeanza saa 10, sasa saa 11 bado hajatoa chochote? Bado, na tayari wamenyimwa tuta huko. KMC wameng'ata. Wameng'ata na wamenyimwa tuta huko. Walikuwa tayari sasa wanaongoza goli moja. Sababu walizungumza jana, hatutoacha salama. Tunajua kwamba sisi sasa tuko zofu real. Lakini maiti itamng'ang'ania shehe. Maji amesema kwamba chukuchuku anaenda kuwasaidia. Anaenda kuwasaidia kina nani? Muingie kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa. Sio kweli. Yaani yeye anajisaidia yeye kutoka pale alipo, sio atusaidie sisi. Kwa sababu mechi alizokuwa nazo akishinda hata mechi 6 ama 7 inawezekana akajurupuka pale akasogea akaja hata kwenye playoff. Lakini sio kwamba anaisaidia Simba. Kila mmoja anashinda mechi zake ili ajiweke salama. Yuko tayari aende shimoni amsaidie Simba akaende kuwa bingwa. Simba atamsaidia kupanda kutoka championship kuja. Inawezekana shajikatia tamaa. Kujikatia tamaa bado, apambane. Kama anaweza kupambana apambane, apate matokeo. Na wewe leo unaomba sare. Mimi siombi sare. Mimi hapa manake ni ushindi. Yaani mechi zilizobaki zote hizi maanisha kule. Yaani ikitokea sare kwangu mimi nasema vizuri, akimfunga vizuri zaidi nitatoa pongezi. Sababu hata tulivyotoa sare na TRA wenzetu na walicheza. Na wao walivyotoa sare na TRA na sisi tulicheza na kuimba. Kwa kila mmoja anafurahia adui yake alikuwa mbele, akitoa sare ama akifungwa ni furaha zaidi kwa sababu sisi tulitaka alama 3 lakini tulipata alama 1. Kwa naamini hizi alama 5, hizi timu zilizobaki 10 hawezi kuacha kudondosha, maana mimi watadondosha. Kwa timu yetu ya Simba hakuna timu ya kutufunga kwenye NBC Premier League. Wana Simba mpaka sasa mnajihakikishia alama 3, lakini pia bado mpo kwenye kinyang'anyiro cha ubingwa, ama mmekata tamaa? Hatuwezi kukata tamaa. Siku zote kama mwanadamu hutaki kukata tamaa kama una nguvu na bado unapumua. Kwa Mwenyezi Mungu utakuwa ni dhambi. Tunapambana kuhakikisha kwamba msimu huu iwe mvua, iwe jua, afe ng'ombe, afe Mmasai, livunjike jembe, afe mkulima, Msimbazi ubingwa lazima. Yaani kina namna yoyote ubingwa lazima. Leo JKT atake astake baba mwenye nyumba lazima atapokea kodi ya milioni 500. Ile milioni 100 tulikuwa tunampa tunamongeza 400. Huwezi kukataa hela. Yaani sisi tuendelee kupanga na kuishi hapa kwenye nyumba yako. Muda wa kujenga si bado. Muda unatutupa mkono. Ngutakie kila la heri. Asante sana. Tutakutana baada ya mechi, baada nikishamshenyeta baba mwenye nyumba nishamkabidhi kodi yake utanitafuta. Bwana, kitu ambacho amenikumbusha hapa Mnandi ni kwamba leo kuna vita nyingine. Wapangaji wanakutana na wenye nyumba ambapo KMC pale taarifa nilizopewa mpaka sasa saa 11:30
mpaka sasa Young Africans bado hajapata chochote wala KMC, lakini pia katika dimba hili mwenye nyumba na mpangaji pia watakuwepo hapa, ambaye Simba mpangaji, mwenye nyumba JKT. Stay tuned. Kuna sauti nyingi, lakini si zote zinasikika. Lakini kuna sehemu moja ambapo kila sauti ina thamani. Hapo ndipo ilipo Global TV, sauti ya wanyonge, mtetezi wa wasio na pa kusemea. Global TV ni YouTube channel inayopendwa na watu wengi. Una biashara? Chagua platform yenye watu halisi. Tangaza kupitia Global TV. Next level. Chukua hatua sasa.